Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala rasulihi alkarim. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayuha almustami'una walmushahiduna alkiram. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji watukufu, karibuni sana katika mwendelezo wa darsa zetu. Leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tutazungumzia siri za majina ya Mwenyezi Mungu mazuri na faida zake. Siri za majina ya Mwenyezi Mungu alhusna mazuri, wa fawaiduha, na faida zake. Naam, ndugu zangu watazamaji, wanawachuoni wanasema falikulli ismin min asmaihi ta'ala, wanasema kila jina miongoni mwa majina yake Mwenyezi Mungu aliyetukuka, fadhilan, lina fadhila, wa ijazan, na miujiza ilmiyan, ya kisayansi, ambayo akili za kibinadamu yani haziwezi kufikiria, isipokuwa ni kumtukuza tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani kinachotakiwa ni kumtukuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumshukuru kwa fadhila zake. Kwa hivyo ndugu zangu watazamaji wanawachuoni, katika kuelezea miujiza ya majina ya Mwenyezi Mungu, ambalo jina la kwanza ni Allah. Jina la kwanza ni Allah. Wanawachuoni wanasema man daa fi salatihi qailan ya Allah, mwenye kumuomba Allah katika swala yake, mwenye kumuomba, yani mtu yeyote mwenye kumuomba Allah katika swala yake kwa kutumia jina la Allah, yani akasema ya Allah, ya Allah, ya Allah, alafu akamuomba Allah jambo lake akiwa katika sujudu, ile sujudu ya mwisho, na baada ya kusoma zile dua zote zinazotakiwa za kisheria ndani ya swala, kisha akasema ya Allah, ya Allah, ya Allah, na kuomba unisamehe makosa yangu, unifutie madhambi yangu, unijalie mwisho mwema, unifanyie wepesi riziki zangu. Basi wanawachuoni wanasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humjibu, radda alayhi almaula qailan, Mwenyezi Mungu humjibu kwa kusema labbaika abdi, labbaika abdi, naitika mja wangu, ma hajatuka, lipi hitaji lako, liamnahaka khairan minha, ili nikupatie kilicho bora kuliko hitaji lako. Kwa hivyo hilo ni jina la kwanza Allah. Ama jina la pili ni Ar-Razzaqu. Ar-Razzaqu. Sasa wanawachuoni wanasema man dawama lisanuhu ala qawli ya Razzaqu, wanasema mwenye kudumu au mwenye kudumisha ulimi wake na kusema ya Razzaqu, ya Razzaqu, wanawachuoni wanasema yassara Allahu lahu shuuna rizqahu, Mwenyezi Mungu atamrahisishia mambo ya riziki yake, kwa maana ya Mwenyezi Mungu atamfanyia wepesi wa kupata riziki. Wa razaqahu naiman min haithu lam yahtasib, na Mwenyezi Mungu atamruzuku neema kutoka mahali ambapo hakutarajia. Mwenyezi Mungu atamruzuku neema min haithu lam yahtasib, kutoka mahali ambapo hakutarajia. Kwa hivyo hilo ni jina la pili. Jina la tatu Almaliku, miongoni mwa majina yale 99 ya Mwenyezi Mungu, jina la tatu Almaliku. Sasa wanawachuoni wanasema man dhakarahu fi yaumihi 9 maratin, wanasema mtu yeyote mwenye kulitaja fi yaumihi, kila siku, 9 marati, mara 9, yani hili jina la Allah Almaliku. Kwa mfano wakasema ya Malik, ya Malik, ya Malik, ya Malik,
ukasema ya maliku ya maliku ya maliku 9 maratin, mara 9 kila siku. Wanawachuoni wanasema aghnahu Allahu anin nasi fi dunya wal akhirah, Mwenyezi Mungu humfanya asiwe tegemezi kwa watu duniani na akhera. Manake Mwenyezi Mungu humfanya mtu huyo asiwe na haja, yani haja zake zote Mwenyezi Mungu anazimaliza kwa rehema zake. Kwa hivyo hilo ni jina la tatu Almaliku. Ama jina la nne Alwahabu, miongoni mwa majina yale 99 ya Mwenyezi Mungu, jina la nne Alwahabu. Sasa wanawachuoni wanasema man akthara min qawlihi, mwenye kuzidisha kusema hili jina la Allah, yani kulitaja ya Wahabu ya Wahabu ya Wahabu, yoyote mwenye kuzidisha kulisema, yani mwenye kulisema mara nyingi, wanawachuoni wanasema ma taraka Allahu lahu haja, Allah hamwachii hitaji, yani hamwachii jambo lolote ambalo analihitaji huyu mja, illa aujabaha, isipokuwa Mwenyezi Mungu atalitimiza. Mwenyezi Mungu aujabaha, atalitimiza. Hilo ni jina la nne Alwahabu. Ama jina la tano, wanawachuoni wanasema miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu Allatifu. Allatifu, sasa wanasema man dhakarahu fi yaumihi, mwenye kulitaja jina hilo la Allah Allatifu, yani mtu akasema ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif, wanawachuoni wanasema mwenye kulitaja fi yaumihi, kila siku, wanasema wasa Allahu lahu rizqahu, Mwenyezi Mungu humpanulia riziki yake, yani anakuwa na riziki pana, riziki kubwa. Wayassara lahu umura duniyahu, na Mwenyezi Mungu humrahisishia au humfanyia wepesi mambo ya dunia yake. Mwenyezi Mungu humfanyia wepesi mambo ya dunia yake, yani hakuna jambo katika dunia huyu mtu atalifanya likawa zito, mwenye kulitaja jina la Allah ya Latifu ya Latifu ya Latifu fi yaumihi, kila siku akawa ni mwenye kulitaja mtu jina hilo mara nyingi. Taib, jina la sita Al-Adhimu. Al-Adhimu ni jina la sita miongoni mwa majina matukufu au mazuri ya Mwenyezi Mungu. Taib, sasa wanawachuoni wanasema man qalahu wa amana bihi fi qalbihi, mwenye kulisema jina hilo na akaliamini katika moyo wake, akaliamini fi qalbihi, katika moyo wake, wanawachuoni wanasema a'azzahu Allahu min shururi dunya, Mwenyezi Mungu humkinga na shari za dunia. Yani wewe ukiwa ni mwenye kulisema na kuliamini moyoni mwako jina la Allah Al-Adhimu, na ukawa unalisema mara nyingi kwa siku, basi Mwenyezi Mungu atakukinga min shururi ad-dunya, na shari za duniani. Wa adhuma qadaruhu, na Mwenyezi Mungu na cheo chako, yani ile qadaruhu, heshima yako itaongezeka. Mwenyezi Mungu ataiongeza heshima yako, kwa maana watu watazidi kukuheshimu. Wa rafaa ajruhu fil akhirah, na Mwenyezi Mungu thawabu zake zile akhira ataziinua, zitainuliwa biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Hilo ni jina la Allah la sita ambalo Al-Adhimu. Ama jina la saba, wanawachuoni wanasema Al-Muizzu, yani katika yale majina matukufu ya Mwenyezi Mungu, jina la saba Al-Muizzu. Sasa wanawachuoni wanasema man qalahu yawma al-ithnain wal-jum'a, mwenye kulitaja jina hili Al-Muizzu siku ya Jumatatu na Ijumaa, 4 maratin, mara 4, aqiba salati al-ishai, baada ya salatu al-ishai, yani umeshamaliza kuswali salatu al-ishai, ukalitaja jina hili la Allah Al-Muizzu, ukasema ya Muizzu ya Muizzu ya Muizzu.
basi wanawachuoni wanasema manahahu Allahu al-izza, Mwenyezi Mungu atampa izza, kwa maana atampa heshima. Mwenyezi Mungu atampa nini? Heshima. Huyu mtu atakuwa na heshima baina nasi, kati ya watu. Wa adhuma qadaruhu bainahum, na heshima yake itakuwa kubwa kati yao, manake atakuwa na heshima kubwa mbele za watu. Hilo ni jina la saba. Ama jina la nane, al-aliyu. Al-aliyu wanasema wanawachuoni, man dawama alaihi, wanasema mtu mwenye kudumisha kulitaja jina hili al-aliyu, ya aliyu, ya aliyu, ya aliyu. Wanasema wanawachuoni, razaqahu Allahu hikmata al-aqli, Mwenyezi Mungu atamruzuku hikma ya akili mtu huyo. Hubbul ibad, upendo kwa viumbe, kwa maana pia atapendwa na viumbe. Wanasru ala dhalimin, na ushindi, Mwenyezi Mungu atampa ushindi juu ya wanaodhulumu, wale watu ambao kazi zao ni kudhulumu wenzao, kunyanyasa wenzao, kuwaonea wenzao, basi Mwenyezi Mungu atampa ushindi mtu huyo juu ya wanaodhulumu, ala dhalimin. Taib, ama jina la tisa, albasitu. Albasitu, sasa wanawachuoni wanasema man dawama alaihi, ma dawama alaihi rajulan, wanasema wanawachuoni, hakuna mtu manake anayedumu na jina hili. Ma dawama alaihi rajulan, hakuna mtu anayedumu na kulitaja jina hili, kulisema jina hili, illa wabasata Allahu lahu rizqahu, isipokuwa Mwenyezi Mungu atampanulia riziki yake. Wawassa alaihi maishatahu, na Mwenyezi Mungu atamkunjulia maisha yake. Wasahila alaihi umura dunyahu, na Mwenyezi Mungu atamfanyia wepesi mambo ya dunia yake. Kwa hivyo hii ni sehemu ya kwanza ya siri za majina ya Mwenyezi Mungu mazuri na faida zake na miujiza yake. Usikose kuendelea kufuatilia darasa hii ya siri za majina ya Mwenyezi Mungu mazuri na faida zake, sehemu ya pili, mpaka tutakapomaliza kuyaelezea. Naitwa Imamu Shaabani Ramadhani Mponda, wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.